Karibu Kipande Channel. Leo tunaenda huko moja kwa moja huko nchini Israel. Waziri Mkuu Netanyahu ampongeza Trump kwa kuongeza vikwazo dhidi ya Irani. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amempongeza Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri wa Hazina Scott Bessent kwa vikwazo vipya vilivyowekwa dhidi ya Irani. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, Netanyahu alisema namnukuu, hongera Rais Donald Trump na Scott Bessent kwa vikwazo vipya dhidi ya Irani, mwisho wa kumnukuu. Netanyahu aliongeza kwa kusema, kwa usahihi mnaweka gharama kubwa kwa utawala huo usio na huruma na wanaounga mkono kuendelea kwa uchokozi wake, mwisho wa kumnukuu. Leo ni taarifa kubwa kabisa Jumanne hii, na kinachoendelea ni vita vya kiuchumi dhidi ya Irani, dhidi ya Irani, na ambavyo Marekani amedhamiria kuhakikisha kwamba Irani inafikia sifuri kwenye uchumi wake. Na sasa hivi tunachokiona ni kwamba vita vya kiuchumi, huenda Irani ikaingia kwenye mgogoro mkubwa sana wa kiuchumi, na wawili hao kati ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na Rais Donald Trump wako pamoja, japokuwa watu wanahisi kwamba labda wanatofautiana, lakini linapofika kwenye maslahi ya kitaifa na maslahi ya Mashariki ya Kati na maslahi katika eneo lote hilo la nchi za Ghuba, Marekani na Israeli wanakuwa pamoja kuhakikisha kwamba usalama na uthabiti katika eneo hilo lote linakuwa katika hali nzuri. Lakini upande wa Irani wenyewe wamesema kwamba wako tayari kuhakikisha kwamba watavimudu vikwazo hivyo vya kiuchumi dhidi ya Marekani, na tunasubiri tuone nini kinaweza kutokea katika wawili hao. Kati ya Irani wanasema wako tayari kukabiliana na vikwazo hivyo vya Marekani, kwani walikuwa kwenye vikwazo kwa miaka 47 na wamejiandaa kwa miaka miwili kuhusiana na vikwazo hivyo ambavyo Marekani vimetangaza hii leo. Na wakati Marekani amesema vikwazo vyake vinaenda kuiathiri vibaya, la sivyo Irani isalibishe kwa Marekani na kuja kwenye uchumi wa dunia. Kwa hiyo yote haya ni mazingira ambayo Trump na Netanyahu wapo katika vita ambavyo vimekuwa vikipamba moto eneo hilo la Mashariki ya Kati. Lakini binafsi nafikiri kwamba bado vuta nikuvute ni kubwa, tension ni kubwa eneo hilo, na naamini kwamba hali inaweza kubadilika muda wote. Tunataka tuangalie na tutaendelea kuona na tutaendelea kusikiliza nini kinachoweza kutokea hapo. Lakini binafsi nafikiri mashambulizi ya ana kwa ana kwa maana vita vya kijeshi huenda visitokee kwa sasa, kwa sababu vita hivi Marekani anaona ameshindwa dhidi ya Irani, hasa kuishambulia kijeshi, na Epic Fury imeenda kushindwa au kufeli moja kwa moja na malengo yale ya Marekani. Na mojawapo ya malengo Marekani yalikuwa ni kwenda kuchukua vumbi ilirutubishwa na Irani kwa 60%. Hata hivyo wamefeli vibaya, lakini kwenda kuvunja ule mpango wa makombora wa Irani ambao unaitishia nchi za Ghuba, lakini pia na uchumi wa nchi hizo zote za Ghuba na zile nchi za Kiislamu. Kwa hiyo nafikiri kwamba Marekani anajaribu kuona njia pekee ya kwenda kulazimisha Irani kuja kwenye meza mazungumzo ni kutumia nguvu za kijeshi, wakati huo akichanganya na zile diplomasia ambayo inaendelea kule Pakistan. Jamani, asanteni sana na karibu MJ Channel. Asante.